Na kama ndivyo, mwanaume anatajwa kwa sifa zifuatazo. Namba moja, yeye ndiye kichwa. Yeye ndiye kichwa cha nyumba kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Namba mbili, yeye ndiye msimamizi mkuu wa kimaongozi katika familia. Tuangalie sasa anarudije kwenye nafasi yake. Nataka tuiangalie barabara ya kuelekea kwenye nafasi yako, maana ndio somo letu. Kurudi kwenye nafasi, kurudi kwenye msingi. Tunataka kujipata. How do we pattering ourselves? Praise the name of God. How do we pattering ourselves? Tunajipataje sisi? Nataka nikujue Yesu nani. Zaidi sana ni mfahamu ye. Hallelujah. Twende sasa tuangalie njia ya kurejea kwenye nafasi. Tuangalie msingi wa kurudi. Let us see the how do we come back to our right and respective position. Namba moja, lazima kuwepo na kutambua ya kuwa mimi ni mwanaume na hii ndiyo nafasi yangu. Ni lazima kuwepo na kutambua. There must be a sense of recognition, of knowing that I am a man and this is my position. Yani lazima kuwe na huo uelewa. Nalipenda andiko la Luka sura ya 15 mstari wa 17. Luka 15:17. Weka hiyo haraka. Luka 15:17. Luka 15:17. Yule anayeitwa mwana mpotevu anaongea maneno yanayonifurahisha sana. Mwandishi anasema, tusome maneno hayo pamoja. Inua kichwa chako tusome wote. 1, 2, twende. Rudia tena. Rudia tena. Akasemaje? Nenda mbele, mstari unaofuata. Mstari unaofuata. Mstari unaofuata, twende. Ishia hapo. Nitafanyaje? Sema tena, nitafanyaje? Yani huyo ni aliyejipata. Yani lazima kuwe na hiyo sensi ya uelewa. Hapa nilipo inatosha. Nimegundua mimi ni mwanaume na wanaume ndio nafasi yangu. Nitaondoka, nitainuka, nitakwenda kwenye nafasi yangu. I am going to resume my position. Wanaonielewa semeni amen. Na naomba niwaambie, mwanaume mmoja akigundua akaondoka, wanaume kadhaa watamfuata. Wanaonielewa semeni amen. Asante sana. Kwa hiyo lazima kuwe na hiyo sensi ya uelewa. Na mwanaume, wakati nasoma olevo, waliosoma olevo wanaweza kukumbuka kuna kitabu fulani kilikuwa kanaitwa Things Fall Apart. Kitabu cha Things Fall Apart kilikuwa kina jamaa fulani hivi anaitwa Okonkwo. Alafu alikuwa na mwanae wa kiume anaitwa Ikemefuna. Nilikuwa napenda maongezi ya Ikemefuna na Okonkwo. Every time utamsikia Okonkwo anamwambia mwanae, be a man, my son. Be what? Be a man. Wewe ni mwanaume, kuwa mwanaume. Wanaonielewa semeni amen. Shika jirani yako mkono, mwambie be a man. Bas, uwe mwanaume. Uwe mwanaume. Semeni amen. Munishi aliwahi kuimba wimbo fulani hivi.
Anashangaa kuona wanawake wanaendesha maburudoza. Anashangaa kuona wanawake wanakuwa wanajeshi. Munishi akasema, kazi za kiume tuachieni tufanye. Sasa mimi siko huko, najaribu kumnukuu tu. Alichokuwa anapambana nacho, alikuwa anajaribu kuwarudisha wanaume kwenye nini? Kwenye nafasi yao. Mmeziacha hizo nafasi. Huyu mama atafanya ngapi? Anasema wewe utoe maziwa ya kunyonyesha, tupikie chai, na ndege uendeshe, na maroli uendeshe. Fanya kazi yako na wanaume wafanye kazi yao. Wanaona, semeni amen. Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Nyanyua mkono mmoja juu, sema kila mtu ashinde mechi zake. Hallelujah. Na naomba mnielewe, niangalieni. Mimi siongelee yale makelele, mimi mwanaume hapa, mimi mwanaume. Achana na hayo wewe. Mwanaume haongei. Mwanaume anaonyesha kazi. Yaani ukiona mwanaume ameanza kusimama anasema, mimi ndio baba yenu. Kuna shida hapo. Unasikia mchungaji, jamani, hivi unajua mimi ndio mchungaji wa hili kanisa. Kwani ni lini uliacha kuwa? Siongelee kelele mimi. Mimi naongelea wewe kuwa mwanaume. Sema ni amen. Na ukiwa wataona na watajua umekuwa mwanaume. Wanaonielewa waseme amina. Acha kutesa watu na kelele, piga kazi. Wataiona kazi wenyewe, watasema yule baba. Watasema pana mwanaume pale. Sema ni amen. Mwanaume mmoja alihamishia familia yake kwenye nyumba haijafika kwenye renta. Haijafika kwenye renta. Akaambia huyu jamaa ananitesa nini hapa? Tuhamie kwetu. Mke wake anamwambia, kwetu tunahamia wapi? Mke wake akamwambia, baba, tunahamia site. Akaambia ndio kwetu. Mwanaume akasema na wakahamia kwenye nini? Site. Wameingia pale, maisha yakaanza kubadilika. Mimi nimehamia kwenye nyumba yangu haina milango, hauna mlango wa mbele wala wa nyuma. Nikamwambia mke wangu tunahama. Akaniambia naomba usiniletee stress. Naongea habari zangu mimi. Akaniambia usiniletee nini? Usiniletee stress. Tunahamia wapi? Nikamwambia tunahamia kwetu. Wapi? Nikamwambia nyumbani kwetu. Hatuna grili, hatuna mlango wa mbao, hatuna chochote. Akaniambia tunaendaje? Nikamwambia twende. Akaniangalia usoni akaona na maanisha. Akaangalia mguu akaona umesimikwa chini na hauyumbi. Saidieni kusema amen. Akakumbuka huyu jamaa ni kwanza ni mwanaume, pili ni Mkuria. Hayo mawili zilikuwa ni factor za msingi sana za yeye kudisolve na kusema yes sir. Akawaambia watoto tunahama, na wenyewe wakamuuliza mama, muulize baba vizuri, ameweka milango. Nakumbuka niliwaambia neno moja, tunakwambia jukumu la ulinzi na usalama wa maisha yenu liko mikononi mwa nani? Fuso ikaja, mizigo ikahamishwa. Saa ya kulala wakaniambia tunalala. Nikamwambia ingieni mlale. Ingieni mlale. Hivi unajua hatuna mlango? Nikamwambia nafahamu. Laleni. Wakalala. Na mimi nikaingia kulala, mke wangu akaniambia una mlinzi? Nikamwambia sina. Haleluya! Naongea habari ya mwanaume. Mwanaume akiamua mambo yanafanya nini? Yanatokea. Wanaume waamue kwa jina la Yesu. Yaani mimi natamani habari zisikike tu. Yaani huku makao makuu askofu aseme, baba askofu, CMF inatisha. Yaani makanisa ulioniagiza kuisha habari yake. Baba askofu, kuna mikutano ya injili inapigwa, kuna wanaume wanashuhudia. Yaani vitu vinashangaza. Mcheke jirani yako usoni, mwambie wewe ni mwanaume. Hivi natambulikaje kuwa nimerudi kwenye nafasi? Andika hayo maneno haraka. Watu wanawezaje kujua nimerudi? Kumbuka nimekwambia sio kwa kelele, sio kwa story, sio kwa maelezo. Tuangalie nini kinamfanya mwanaume ajulikane amerudi kwenye eneo lake. Namba moja, uwezo wa mwanaume wa kuyabeba majukumu yake bila kulalamika. Ule uwezo wa mwanaume kuyabeba majukumu yake bila kulalamika. Mwanaume analalamika. Yaani mimi nalalamika.
na mlalamikia mwangalizi wa section. Unajua mwangalizi, hata hujanitembelea kanisani kwangu, washirika wanapungua, sina milango, sijapaua. Mwangalizi aliniita. Mwangalizi mwenyewe anapambana na la kwake. Mambo ya ajabu sana haya. Mwanaume analalamiki. Mwanaume hasusi. Eti mwanaume anasusa. Mwanaume anasusa. Unamsusia nani? Wewe ndio mwenyeji. Yaani wewe ndio mwenyeji, unawasusia wageni, mkeo mgeni, watoto wageni. Yaani sio wageni tu pale nyumbani kwako, ni wageni duniani. Wewe ndio mwenyeji wao, uliumwe wewe kwanza. Unaonielewa? Semeni amen. Muangalie jirani yako usoni. Hii sasa mcheki vizuri usoni. Muangalie usoni nyuzi 90. Mwambie mwanaume asusi. Alafu kuna watu wajabu sana. Wanasusa mpaka msosi. Mwanamke anaweka chakula mezani, Misri. Ukimuuliza, nimesusa, nimezira. Alafu anasusa msosi wa mezani, anasusa na msosi wa bedroom. Wewe. Unasusa? Yaani unasusa nini sasa? Nani ale huo msosi? Nani aile hiyo misosi? Wewe, siko miwili hiyo. Yaani unamsusia nani wewe? Acha kutuharibia kanisa wewe. Eti nimekasirika, mimi nimenuna. Nimesusa mimi. Mimi nimesusa. Nimesusa. Kwa hiyo siri hapa sebuleni na siri huku ndani. Wewe mcheke jirani yako usoni, mwambie wewe. Mwambie mwanaume asusi wewe. Wanaume wapige kelele waseme mimi sisusi. Kwa jina la Yesu aliye hai. Uwezo wa kuyabeba majukumu yake bila lawama. Wanaonielewa waseme amen. Kizazi cha ajabu sana hiki. Eti nimesusa, unasusa. Vijana wanasusa wachumba wao, wanawaacha. Una akili wewe? Nilimpigia hajapokea. Hajapokea? Tumia akili wewe. Atakaa kwenye simu dakika zote? Labda alikuwa jikoni, alikuwa anapika. Tumia akili wewe, unasusa. Watamchukua jamaa, wataondoka naye. Masusa. Namba 2. Kwenye uwezo wa majukumu hapo, labda nirudi kidogo kabla hujaenda namba 2. Nisikilizeni, kuna wanaume wanalalamika. Nimewapa hela juzi ya mboga, zimeisha. Kwani wamezipeleka wapi? Toa hela ya mboga, wewe mwanaume. Ndio majukumu yako hayo. Wewe ndio mwanaume wewe, toa mboga wewe. Toa mboga, toa msosi, toa ada, toa kodi. Toa na hela ya kusuka. Mtoto wangu mdogo wa pili wa kike siku moja alinitumia tu message, akaniambia baba, niko saluni, utanisaidia kutuma 39. Nitakupa namba ya msusi umtumie moja kwa moja. Hatujaongea. Nyumbani ameondoka, hatujapanga. Ameshafika tayari, kichwa amepeleka kwa msusi, ametuma message na ananiambia nakutumia, lipa namba ya mwenye nani umtumie moja kwa moja. Sasa naanza nalalamika, namueleza nani? Mungu amekupa neema ya wanawake, una mkeo na una watoto wa kike, maana yake una gharama ya kuwasuka nywele. Unamsusia nani? Wakasukwe na nani? Hivi unanielewa ninachoongea? Beba majukumu yako we mwanaume. Haleluya! Naeleweka vizuri eh? Wape msosi unaoeleweka wale. Acha wale msosi unaoeleweka. Achana naye mambo ya wanaume. Unakutana yuko kwenye kakibanda fulani, amenunua nusu ya tikiti. Amesimama barabarani. Hakuna mwanaume wa hivyo ambaye ni mtieji. Sijui wewe kumuona duniani. Mwambie sio wewe sio wa hivyo. Mwambie jamaa yako wewe sio wa hivyo. Mwambie beba hilo tikiti, peleka nyumbani. Ameingia mahali, ameagiza kuku mguu, ameagiza nusu ya kuku, anapiga. Alafu akifika nyumbani msosi haueleweki, ukimwambia karibu mezani, sijisikii kula. Ujisikii wakati ushakula mtaani? Peleka huo msosi wakale familia yako. Wanaonielewa semeni amen. Namba 2, tunajuaje huyu jamaa amerudi kwenye msingi?
Namba 2, uwezo wa kufanya kazi. Namba 2, yes, namba 2 ni ule uwezo wa huyu mwanaume wa kufanya kazi bila kuchoka. Kama ni namba 3, no problem. Mimi huwa natengeneza notes mwenyewe. Mwalimu anaweza kafika 4, mimi na 8. Kwa hiyo wewe tengeneza notes zako, no problem. Kwa hiyo wala usihofu. Whether ni namba 3, ni namba 4, namba 5, do it. Uwezo wa huyu mwanaume kufanya kazi bila kuchoka, kwenye mabano andika kwa bidii. Alafu chini yake andika kazi humpa mwanaume ujasiri. Kazi humpa mwanaume ujasiri. Wakorintho wa 2:11 mstari wa 9. Wakorintho wa 2:11 mstari wa 9. Anasema nami nilipokuwa pamoja nanyi na kuhitaji sikumlemea mtu, maana hao ndugu waliokuja kutoka Makedonia walinipa kadri ya mahitaji yangu, nami katika mambo yote nalijilinda nafsi yangu nisiwalemee hata kidogo, tena najilinda. Ukiendelea mbele anasema nalifanya kazi kwa mikono yangu mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Kwa mikono yangu mwenyewe. Na kutia moyo mwanaume mwenzangu, fanya kazi. Nasema fanya kazi. Unaweza ukaanzisha biashara na ikakua kwa jina la Yesu. Unaweza ukalima na kilimo kikaleta matokeo kwa jina la Yesu. Unaweza ukafuga na ufugaji ukaleta matokeo kwa jina la Yesu. Wanaonielewa nisaidie kusema amen. Unaweza ukaamua kufanya biashara ukaweka fedha yako kwenye bondi, ukazalisha, ukawa na mitaji ya kutosha na shughuli ya kutosha, na ukatoa msaada kwa watu wengine. Familia yako ikajua baba anafanya kazi. Naomba niwaambie, sifa mojawapo ya mwanaume ni kuwa na pochi yenye hela. Yaani hiyo ni moja ya sifa ya nani? Ya mwanaume. You are a problem solver. Wewe ndiye mtatua nini? Matatizo. Lazima uwe na hela. Wanaonielewa wanisaidie kusema amen. How do you get hela? Fanya kazi. Fanya kazi. Watiwe moyo vijana kufanya kazi. Watiwe moyo kufanya kazi. Anaweza akapewa bajaji mahali, apewe bajaji, adhaminiwe, akaguliwe returns, afanye kazi. Anaweza akaweka genge la matunda mahali, aweke, azingatie usafi, auzie watu matunda. Unaoelewa, semeni amen. Akaguliwe kufanya kazi. Fanya kazi kwa bidii, pata hela. Kazi ni heshima, kazi ni ibada. Wanaoelewa semeni amen. Kazi ni maisha, semeni amina. Na naomba niwaambie, hakuna kazi ya aibu as long as haikinzani na neno la Mungu na inaleta pato ndani. Hakuna kazi ya aibu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jukumu la kwanza la Mungu kwa mwanadamu alilopewa anapompa Adamu majukumu ya kufanya, namba 1, kabla hajampa mke, kabla hajampa chochote, alimwambia fanya kazi. Angalia hiyo kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Mwanzo 2:15. Anamtengeneza, anamweka kwenye bustani, anamwambia ilime na kuitunza bustani. Kazi. Semeni amen. Kazi. Na hiyo kazi ikifanywa vizuri inaleta matokeo. Nilikuwa najaribu kujiuliza, sioni maandiko yakisema Mungu alimjengea Adamu kibanda cha kukaa. Hakuna. Lakini maandiko yanaonyesha alitengeneza miti. Maana yake Adamu alichukua miti akajenga nyumba. Semeni amen. Oh yes. Alifanya kazi. Namba 3. Sasa ni 3, sio ni 4. 3. Uwezo wa kurithisha kile ulichonacho na unachokifurahia kwa watoto wako. Tunajuaje huyu jamaa amerudi kwenye nafasi yake? Ule uwezo wa kurithisha ulichonacho na unachokifurahia kwa watoto wako. Mimi sishangai mwanangu akiwa mchungaji. Kwa nini? Mimi ni mchungaji. Sishangai. Na siufanyi uchungaji kwa mateso. Mimi simlaumu askofu mkuu. Askofu hanipi msaada. Nani kasema? Mchungaji mmoja alinishangaza sana.
Kati nachunga kanisa the last but one, kabla ya kuchunga hili ninalochunga sasa, nimenunua kiwanja milioni 85. Nimeanza ujenzi wa jengo. Nimeweka chuma pale. Akaja mchungaji. Akafika akaniuliza swali, a very very strange question. Akaniambia, Timo, unajua umehaswa kweli kweli. Hivi na hiki kiwanja unawapa wa TAG? Na chenyewe unakiandika jina la TAG? Andika jina lako bwana. Maana huwezi kujua lolote linaweza kutokea. Shemeji anabakije? Nafurahi sana nilimjibu vizuri yule jamaa. Nikamwambia, leo unanisaidia kujua wewe sio rafiki yangu. Maana huwezi kuwa rafiki yangu kanifundisha uasi. Mimi na akili timamu, sijaja kufanya kazi na TAG nikiwa sijielewi. Wakati nakuja TAG kuna mashirika mengine nayafahamu. Kwa nini sijaenda kufanya nayo? Nafanya na TAG, alafu nikamuuliza, unaponiambia na chenyewe na wapa wa TAG, mimi ni nani? Alafu TAG ni nani? TAG ni nani? Ni mwangalizi? Ni askofu wa jimbo? Ni askofu mkuu? Huyu askofu tuliye naye sio wa kwanza, maana yake sio wa milele. Sio, kuna mtu ananielewa? Sasa who is TAG? Mimi hapa nilipo vibali vyangu vyote vinanitaja mimi kuwa mchungaji wa nini? Maana yake mimi ndio TAG. Sasa na wapa wa TAG hao wako wapi? Yani how do you separate me from TAG? Yani mimi ni mtoto mchanga kiasi sielewi leo nanunua kiwanja nikiandike jina gani? Nilikuwa nimemwagizia chakula, aliondoka bila kukila. Unajua kuna wakati unarejea tu kwenye ukulia kidogo tu na wanaume, semeni amen. Kidogo tu. Aliondoka. Hakula. Na mpaje msosi. Na tangu pale nilimwambia, you are not my friend. Nitakuweka kwenye kundi la watu tunaofahamiana. But you are not a friend to me. Wanaonielewa semeni amen. Nisikilizeni niwaambie, niangalieni usoni. Najua kuna watu huko mnaitwa, mnaingia kwenye huduma. You young pastors, wachungaji vijana mnaoanza utumishi. Umechagua TAG? Relax. Hakuna kanisa tamu kama hili. Hili kanisa linashughulikana na mambo yanaitwa ya ukoo. Ukiyaweza ya ukoo unaishi kwa raha huku wewe. Hili kanisa linataka uhudhurie vikao vya section. Semeni amen. Wakitaka venue, toa venue. Semeni amen. Sijui unanielewa? Peleka fungu la 10, peleka ile 20% inayohitajika. Semeni amen. Ishi maisha matakatifu. Waelekeze watu kwa Kristo, sio kwako. Heshimu viongozi. Semeni amen. Utakula mema ya nchi. Haleluya. Hujanielewa nimesema haleluya. Kanisa lina structure inaeleweka. Yaani hapa nilipo askofu mkuu hayupo, lakini cheki meza ilivyopendeza. Hivi tunavyoongea Tanga kuna bonge ya conference kama hii. Kuna wanaume, sema wanaume, wanaunguruma huko kwa niaba ya mzee. Simniambie amina kubwa kwa Yesu. Hapa nilipo kuna vikao vya bodi vinaendelea. Mimi juzi nilikuwa na vikao vya bodi vya idara yangu. Zaidi ya watu karibu 80 wametoka majimboni, wamekuja Dar es Salaam. Wanapiga kazi pale. Unaonielewa semeni amen. Very structured church. Na hapo TAG. What TAG ni kina nani hao? Achana na hiyo kitu. Rithisha watoto wako na uwaambie vizuri, mimi ni mTAG. Watoto wajue, semeni amen. Wafurahie kazi. Usiwaseme viongozi wako mezani mnapokula na wanao vibaya. Tumia meza yako kuijenga familia. Nitakupa na picha za kutosha leo, nitakuonyesha hapa. Praise the name of God. Come on, praise the name of God. Waseme vizuri. Adui yako asiwe adui wa familia yako. Usiyemuelewa usiwafanye watoto wasimuelewe. Waeleze watoto wako juu ya positiveness ya watu unaofanya nao huduma na utumishi, ili wanapogonga hodi nyumbani wasiwatazame kama maadui. Maeneo mliotofautiana kwenye vikao, do not take them personal. Mmekaa kwenye vikao vya section, kuna kitu hamjaelewana na mwangalizi, usikichukue cha kwako. Mlikuwa kwenye kikao. Kile ni kikao cha section, kile ni kikao cha jimbo. Wanaonielewa semeni amen. Hicho ni kikao. Mambo ya vikao yaachwe kwenye nini? Kwenye vikao. Usiyafanye personal. Hakuna aliyekuja kukuataki wewe kwa jina la Timo. Amekuataki wewe kwa jina la mchungaji wa TAG. Unavaa kofia zote. Usiyafanye mambo alafu usiyapeleke kwa washirika kanisani. Hivi mnajua mwangalizi wetu hafai kabisa? Nani kakwambia mwangalizi hafai? Kwa hiyo nataka kuliambia kanisa mwangalizi hafai? What kind of a spirit unajaribu kuipanda?
Hatuwezi kufanya hayo na tunautegemea uamsho. Haiwezekani. Alafu neema usiyoiheshimu haiwezi kukubariki. Kiona unamsema vibaya mwangalizi, hawezi kuwa baraka kwako. Kimsema vibaya askofu wako wa jimbo, hawezi kuwa baraka kwako. Kimsema vibaya askofu mkuu, hawezi kuwa baraka kwako. Hata toa tamko lolote likubariki. Hata siku moja. Hata siku moja. Neema usiyoiheshimu haiwezi kukubariki. Na kama umeamua kukaa chini ya neema hii, iheshimu. Timiza wajibu wako kwa heshima na adabu. Wanaonielewa semeni amen. Na watoto wako wajue hayo. Wakusikie kabisa ukiwaheshimu viongozi na kuwaambia watoto. Mkeo ajue. Wanaonielewa semeni amen. Sisi hatuna maadui bwana. Na injili za maadui tuachane nazo. Sisi hatujajengwa kwenye mahubiri ya maadui. Maadui zako watakufa wote. Nani kakwambia? Wafe wote. Washirika wanapata wapi? Kwa hiyo rithisha hiyo. Ndio maana mainjinia watoto wao ni mainjinia. Wachawi watoto wao ni wachawi. Wacheza mpira watoto wao ni wacheza mpira. Wanasiasa watoto wao ni wanasiasa. Sijui unanielewa ninachoongea? Leo hii tunamuona Uhuru Kenyatta amekuwa rais baada ya baba yake. Tunaona kina Ridhiwani Kikwete wako serikalini, wazazi wao walikuwa serikalini. Mnaelewa ninachoongea? Tunaona kina Mkuyu Junior yuko hapa, leo ni askofu wa jimbo, baba yake ni mchungaji. Aende wapi? Hajui siasa, anajua kanisa. Amelelewa kwenye chombo cha sadaka, anakula matoleo. Mashati yake yote ni sadaka za WWK na CMF. Wanaoelewa semeni amen. Waambie watoto, nyie mnakula sadaka, heshimuni sadaka. Waheshimu wachungaji, waliheshimu kanisa. Semeni amen. Mguse jirani yako, mwambie kikao cha wanaume hiki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba nikimbizane na dakika zilizobaki. Naomba nikimbizane na dakika zilizobaki. Sifa kuu za wanaume ni hizi zifuatazo. Naomba nikupe kama ngapi. Ziko nyingi, nitaona tutaishia wapi. Naomba nikupe sifa ambazo mwanaume anatarajiwa. Na ukiona unazifanya hizi sio hisani, yani uzifanyi kwa huruma, hauwahurumii unaowatendea, ni wajibu wako. You are ought to do. You are obligated and it's a must kufanya yafuatayo kama mwanaume. Nitikie ni amen. Yani the fact wewe ni mwanaume, haya unatakiwa kuyafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 1, mwanaume ni msingi wa nyumba na familia. You are the foundation of the house and family. And everything is built on that foundation. Vitu vingine vyote vitajengwa juu ya huo msingi. Wewe ndiye msingi. Nitikeni amen. Namba 2, mwanaume ni mtoaji. Men are providers. Mwanaume ni mtoaji. Nimetoa maelezo hayo pale nyuma kidogo. Unatoa kila kitu. Iwe ni ada. Iwe ni ada. Chochote unachokifanya nataka ufahamu, unatazamiwa na watoto na mke na familia na jamii kuwa mtoaji. Unatarajiwa kutoa. You are a provider. Wanaonielewa semeni amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 3, mwanangu wa kike alinitumia video moja, nitaicheza baadaye. Ninazo video kadhaa na picha kadhaa nitaziweka hapo, utaziona. Alinitumia video moja, nikaona ameelewa nafasi yangu kwenye familia. Namba 2. Namba 3, mwanaume ni mwelekezaji. A guidance provider, a guidance giver. Wewe ni mwelekezaji. You give advices, unatoa ushauri kwa familia.
Wanaonielewa semeni amen. You direct and give help. Unaelekeza na kutoa msaada. Kwenye eneo la uelekezaji nataja vipointi vyake vidogo vidogo. Namba 1, wewe ni mshauri, an advisor. Namba 2, wewe unatoa maelekezo na kutoa msaada. Namba 3, una solve problems, unatatua matatizo, unatatua migogoro. Namba 4, una create, unatengeneza njia na mazingira mazuri ya maisha ya familia yako. Nazungumza wajibu wa mwanaume au sifa za mwanaume. Namba 4, mwanaume ni mwalimu. You are a teacher. Namba 1 kwenye ualimu, wewe ni mwalimu wa neno la Mungu kwa familia yako. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 7 inaeleza. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 7 utaona hapo. Mithali 6:20 mpaka 23. Kwenye kumbukumbu maandiko yanaonyesha, yanatoa maelekezo. Wafundishe watoto wako sheria ya Mungu na uwaelekeze nini cha kufanya, na usiishie kuwaelekeza mambo hayo, uyafundishe wakiwa mezani, yafundishe wakiwa wanalala, wanapoondoka uwafundishe, unapoingia uwafundishe. Maana yake wewe kazi yako ni mwalimu. Kwa hiyo 1, unafundisha neno la Mungu, jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini 2, unafundisha njia ya maisha kwa familia yako. Njia ya maisha, unataka familia yako iishije, watoto wako waishije. Namba 3, wewe ni mwalimu wa mkeo. Wanandoa watakubaliana na mimi, wanawake wanatuuliza maswali mpaka ambayo hatuyajui, hatuna majibu nayo. Unaweza mkaa ndani, kuna mungurumo unasikika nje, unasikia anakuamsha samani. Huo mungurumo wa nini? Sasa tumelala wote, unaniuliza mungurumo wa nini? Sasa mimi nitaujuaje? Lakini usipaniki, you are a teacher. Walimu wenzangu waseme amen. Mwambie jamaa yako, wewe ni mwalimu. Mwambie fundisha kwa utulivu. Jina la Bwana libarikiwe. Unapowafundisha wanao, unawafundisha wa kike na wa kiume. Wa kike unawafundisha kuwa wake za watu, wa kiume unawafundisha kuwa waume za watu. Na unapowafundisha wake, wafundishe kusubmit kwa waume zao. Na unapowafundisha wa kiume, wafundishe kuwapenda wake zao, na uambie wanaume hatupigi magoti. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Wanaume hatupigi nini? Kwa Mungu sawa, kwa Mungu sawa. Achana na yale mambo eti napiga magoti wakati namvalisha pete ya kumuoa au kumchumbia. Wanaume hatufanyi hivyo. Sio wanaume nao wafahamu mimi. Sio wanaume nao wafahamu mimi. Hayo toa maelekezo, yaweke vizuri, yajulikane. Wanaonielewa semeni amen. Wafundishe sheria ya Mungu. Wafundishe biashara. Wafundishe huduma. Wafundishe kuongea. Wafundishe namna ya kula vizuri mezani. Na muongea mwanaume, nisaidieni kusema amen. Unaweza kaniwekea picha ya mezani ya watoto, familia inakula hiyo tafadhali? Chap chap. Kama iko karibu nisaidie tuweke hiyo picha. Baba na watoto wake wanakula mezani. Come on, are you there? Kwa hiyo maswali wanayoyauliza familia yako, awe mkeo awe watoto, wanayatazamia majibu kutoka kwako. Na kama hujui jibu, usiwaambie sijui, waambie nipe muda. Nenda kawatafutie. Usipowajibu watatafuta majibu kwa watu wengine. Yako mambo tumeshindwa kuwasaidia watoto wetu, tumewapoteza. Namba 5, mwanaume ndiye mlinzi. Mifumo yote ya ulinzi na usalama wa familia yako iko kwako. Uwe ni mwanandoa, uwe si mwanandoa, uwe ni mtoto kwenye familia, unatazamiwa wewe kusimamia masuala ya ulinzi ya familia. Wanaonielewa nisaidie kusema amen. Protect your family spiritually, emotionally, socially, financially,
Yaani unawalinda familia yako kiroho, kihisia, kijamii, kiuchumi. Wafike mahali watoto wafurahie, wakufurahie wewe, wakupende wewe, wajisikie raha ukirudi, wajisikie vibaya ukiondoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namba 6, mwanaume ndiye mjenzi wa mifumo ya familia. You give governance and structures of your family, to your family. Systems and rules, mifumo na taratibu, sheria na taratibu za kimaisha zinatengenezwa na wewe. Wasaidie watoto wako kuwa wazalendo. Waelekeze uzalendo, uzalendo kwa taifa lao, uzalendo kwa kanisa. Nimesema machache hapo nyuma. Tunapojadili juu ya kanisa miaka hii 13 ya Moto wa Uamsho, wajue. Jina la Bwana libarikiwe sana. Let me know if Joel is there and Anna. Excellent, thank you. Jina la Bwana libarikiwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo uzalendo wausikie kutoka kwako unapotengenezea mifumo ya kuishi. Namba 7, mwanaume ndiye kiongozi wa ibada namba 1 wa familia. Ibada zote za familia zisimamiwe na kuratibiwa na wewe. Simamia ibada ya familia yako. Hakikisha ibada inafanyika. Nafikiri mtu wetu wa projection atakuwa amezikosa picha zangu nilizozifuadi kwa mwenzake. Zote hizo, hayo yote ninayozungumza yana picha zake na mifano yake. Lakini bado tunaendelea. Yesu hajarudi. Kama atakuwa hajarudi mpaka kesho tutaziangalia. Nitikeni amen. Namba hiyo namba ngapi? Kwa hiyo ni namba 7, si ndio? Wewe ni kiongozi wa ibada. Jina la Bwana libarikiwe. Unavyoiongoza ibada nyumbani, unaiongoza ibada kanisani. Watu wanakutazamia kukuona unachofanya kwenye ibada ili wamwabudu Mungu aliye hai. Nitikieni amen. Namba 8, wewe ni kiongozi. You are a leader. Mwanaume ni kiongozi. You lead the family. Unaongoza familia, unaongoza kanisa, unaongoza jamii. Namba 9, wewe ni baba. Mwanaume ni baba. Mwanaume ni baba. Baba wa mkeo, baba wa watoto wako, baba wa jamii inayokuzunguka. Kwetu wachungaji, baba wa washirika. Wanaonielewa semeni amen. Be a father and live the life of a fatherhood. Wewe uwe baba, jitahidi kuwa baba. Wewe ni baba. Popote utakapotokeza wewe ni baba. Beba sura ya ubaba ndani yako. Wanaonielewa semeni amina. Kuna mtu anaelewa sawa sawa? Wewe ni baba. Sasa unajua, nataka nikupe mfano kidogo. Binti anapoolewa, kinachotokea, baba yake na binti huwa anauhamisha ubaba wake kwenda kwa mumewe. Nitikeni amen. Na ndio maana wenzetu wa mataifa mengine huwa kuna utaratibu wanaufanya. Naomba nikupe mfano. Naomba nikuonyeshe binti anavyokabidhiwa kwa mume wake. Ndoa huwa wanasimama hapa maharusi au wanasimama huko juu? Si ni chini hapa? Hapa chini. Bwana harusi njoo hapa. Simama hapa.
Bwana harusi anaposimama hapa, binti anapokuja, bibi harusi anapokuja ili kukabidhiwa kwa mumewe. Ngoja niende polepole, huyu ni bibi harusi jamani. Huyu ni baba anamleta bibi harusi kwa mumewe. Nitikieni amen. Na waelewa hata msipopiga vigelegele, na waelewa nyie ni wanaume, na waelewa. Kwa hiyo kinachotokea, mimi baba ninachofanya huwa ninamletea kijana. Simama hapa. Mpambe asimame pale. Sasa ni vile wanawake leo hawapo. Asante sana. Huyo ni mpambe wa bwana harusi. Jamani, si ndio Kwa hiyo huyu mpambe wa bwana harusi anachofanya, wamesimama hapo ili baba amkabidhi binti kwa kijana. Sasa lugha iliyo nyuma ya huku kumkabidhi, huwa ninachofanya ninamwambia, nimekuwa baba kwa mwanangu Hana. Huyu binti anaitwa Hana, na bahati nzuri huyu ni mume wake jamani. Na hawa ni vijana wangu, wameoana mikononi mwangu, niko nao kwenye timu ya taifa ya Praise and Worship, na ni watumishi hapa makao makuu. Nitikieni amen. Kwa hiyo sifungishi ndoa mpya, ni ndoa tayari inaishi na ina watoto tayari. Mnaelewa sawa sawa Ambacho nafanya, ninamwambia huyu bwana anaitwa Joel, namwambia Joel, nimekuwa baba kwa Hana kwa muda wote, ninaukabidhi ubaba wangu kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Utatembea naye nilivyotembea naye. You will cover her. Utamfunika, utaitunza afya yake na maisha yake. Utamshika kwa mkono kokote mtakako kwenda. Maana yake asilione gepu la baba wewe ukiwepo. Nitikeni amen. Asiwe yatima wakati wewe upo. Asiwe mjane wakati wewe upo. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Kwa hiyo ninachofanya sasa, wewe sogea nyuma, rudi nyuma. Sogea hapa mama. Ingiza mkono hapa. Wewe ndio shika hivi. Yes. Namna hiyo. Shikilia vizuri hapo. Ukiona pita na vigelegele. Usiposikia vigelegele usishangae, ni wanaume hawa. Sasa geukeni. Waangalieni watu. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa mfunue kwanza shera ili tumuone kwamba ndio yeye. Ndio yeye, si ndio Shika mkono. Yes. Jamani, Bwana asifiwe. Wewe ni baba wa mkeo. Usiruhusu mke wako akatokwa na machozi. Machozi yoyote yanayomtoka mkeo yana maana. Wewe pambana machozi yake yafutwe. Wewe ni baba yake. Umechukua nafasi ya baba yake. Wewe ndiye mlinzi wake. Nitikieni amen. Wanaume tunaelewana? Hivi tunarudi kwenye mstari, haturudi? Na kutia moyo na wewe ambaye hujaoa, elewa. Alafu mwanamke apigwi mkwara. Usinibabaishe. Hawezi kukubabaisha, amekukuta. Wewe ndio mwalimu wake. Wewe ndio umemfundisha maisha, umemwelekeza vitu vyote. Kuna mtu ananielewa? Wapigieni watoto wangu hao makofi mazuri. Thank you very much. Asanteni sana. Shika vizuri shera yako mama. Thank you for preaching with me. Wapigieni makofi mazuri jamani. Naomba usimame. Inatosha. Iwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Juzi mwanangu mdogo najiandaa kuja hapa, nimetoka kumchukua shule. Akaniambia, baba, niruhusu nikuendeshe kidogo, ujue mimi dereva. Darasa la 7 huyo.
mtoto wa kike, darasa la 7. Akaniambia wewe tu ndio hujaona nikiendesha, ila nimeendesha gari lako lile, akalitaja. Nimeendesha la fulani lile pale, nilirudisha reverse, na hili siku moja nilirudisha reverse. Anataja hilo nilionalo, ila hili kubwa. Nikamwambia kwa hiyo wewe ni dereva? Akasema mimi dereva, try me. Nikamtry, akaniendesha, akaniambia you are the best daddy ever in the world. Yani wewe ni baba bora dunia yote hii. Wapendwa, mnanielewa ninachoongea? Nataka nikuhakikishie kuna kanafasi kadogo mno tumekaacha, alafu kamewapeleka mbali familia, kamewapeleka mbali wake zetu, kamepeleka mbali watoto, kametupeleka mbali na sisi wenyewe. Tunaishi kama mgambo wa jiji ndani ya nyumba. Mawasiliano yetu yamekuwa mawasiliano ya kikazi, sio ya kirafiki. Mimi nataka tumwambie Bwana, I am claiming my position back. Naitaka nafasi yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo la pili, nataka tumwambie Bwana, kupitia mimi ninajiona nimejipata, kupitia mimi naomba kuona uamsho wa TAG na wa kanisa la Tanzania ukianza kupitia mimi. Jamani, uamsho huu wala uanze na mtu mwingine, unaanza na mimi. Nitikieni amen. Amen. Na jambo la tatu, nataka tumwambie Bwana, ninapoondoka hapa natamani haya nayoondoka nayo yakalete matokeo chanya kwa jamii inayonizunguka. Twende mbele za Bwana. Inua mikono yako, fuatisha maneno haya kwanza kabla hujaanza maombi yako. Inua mikono yote vizuri juu. Inua vizuri mikono yako. Tuseme maneno haya pamoja nami. Sema asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Asubuhi hii ya leo. Asubuhi hii ya leo. Nimekusikia. Nimekusikia. Nimekuelewa. Nimekuelewa. Niko tayari. Niko tayari. Kama ongeza sauti. Niko tayari. Niko tayari. Kuanza moja. Kuanza moja. Niko tayari. Niko tayari. Kujifunza tena. Kujifunza tena. Niko tayari. Niko tayari. Kuwa baraka. Kuwa baraka. Kwa wanaonizunguka. Kwa wanaonizunguka. Nikianza na familia yangu. Nikianza na familia. Mke wangu. Mke wangu. Watoto wangu. Watoto wangu. Kanisa langu. Kanisa langu. Na jamii inayonizunguka. Jamii inayonizunguka. Yesu. Yesu. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Naitaka nafasi yangu. Naitaka nafasi ile niliyoipoteza. Ile niliyoipoteza. Ama kwa uzembe. Ama kwa uzembe. Ama kwa makusudi. Ama kwa makusudi. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Nirejee mahali pangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa. Nenda mbele za Bwana sasa.